Yasiyowezekana kwa wanadamu yanawezekana kwa Mungu. Luka 18 mstari wa 27. Bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Bwana. Kwa majina yangu naitwa Brian Frank. Siku ya leo nataka tujifunze kuhusu somo moja linasema yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Mpendwa katika Bwana. Anasema Paulo katika kitabu cha Waebrania 12 ule mstari wa 4. Hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Mpendwa katika Bwana. Dhambi tunashindana nazo kwa namna gani? Je, ni katika mwili? Hapana. Anasema kwamba vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa roho, dhidi ya wakuu wa giza na pepo wabaya na wenye mamlaka wote. Mpendwa katika Bwana. Kama vita vyetu ni katika ulimwengu wa roho, tena juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho, kama ndivyo ilivyo sasa, kinachotakiwa tufanyeje? Tunahitaji silaha za mwili ili kushinda hivyo vita? Hapana. Hiyo ni Waefeso 6 kuanzia mstari wa 10 soma mpaka wa 18. Inachohitajika ni nini? Ni silaha zote za Mungu. Tuweze kuzivaa silaha zote za Mungu ili tuweze kuishinda hiyo vita. Ndio maana anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana kwa uweza na nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu ili muweze kushindana siku ya uovu. Mpendwa, ipo siku ya uovu huwa inakuja. Anasema tujivike kweli, tujivike utayari, tujivike imani, tujivike chepeo ya wokovu, tuchukue na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Chepeo ya wokovu maana yake ni tumaini, tukijua kwamba sisi tumeokoka, sisi ni watumishi, sisi ni wasafi katika Mungu. Ukisoma Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 8 pale ameelezea vizuri maana ya chepeo ni nini. Mpendwa katika Bwana. Sasa kwa kuwa ni mfumo huo, kumbuka lisilowezekana kwa wanadamu kwa Mungu linawezekana. Yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Kwa nini? Kwa sababu sisi wanadamu ni mwili, au kwa lugha nyingine tunaweza tukasema lisilowezekana kwa mwili kwa roho linawezekana. Mpendwa katika Bwana. Sikiliza jambo hili kwa umakini kabisa. Mungu akupe neema pia katika somo hili. Anasema hivi katika kitabu kile cha Warumi 8 ule mstari wa 13, anazungumza tukiishi katika mwili tunataka kufa, lakini tukiafisha matendo ya mwili kwa roho tutaishi. Tukienenda kwa kuyafata mambo ya mwili tunataka kufa, lakini tukiafisha mambo ya mwili kwa roho tutaishi. Mpendwa katika Bwana. Akiwa anamaanisha nini? Mpendwa, ili uweze kuyashinda mambo yote inahitaji roho. Roho ndiyo chanzo cha vitu vyote. Roho ndiyo mfumo wa vitu vyote. Roho ndiyo system ya vitu vyote. Sasa kinatokea nini? Mpendwa katika Bwana. Angalia, ni namna gani unaweza kuyafisha matendo ya mwili kwa roho. Mpendwa, ni kwa njia moja tu ya imani na kuacha kuzitegemea akili zako. Kwa maana katika akili zako haiwezekani, lakini katika imani, katika Mungu yanawezekana, katika roho yanawezekana. Sasa sikiliza, katika kitabu kile cha Yeremia 9 kuanzia ule mstari wa 23 anasema kwamba Bwana asema hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii, ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua, ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. 25. Tazama, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapowaadhibu wote waliotahiriwa katika hali yao ya kuto kutahiriwa. Mpendwa katika Bwana. Tunamsikia hapo Mungu anachosema katika Yeremia 9:23 mpaka 25 kwamba mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifu kwa sababu hii, kwamba anamjua yeye Mungu, kwamba yeye ndiye atendaye haki na hukumu na uzuri wote katika nchi, maana Mungu anapendezewa na mambo hayo.
na anasema itafika siku ambayo atahukumu waliotahiriwa katika hali ya kuto kutahiriwa. Mpendwa katika Bwana, hivyo ili uweze kuyafisha matendo ya mwili kwa roho, inahitaji imani, umwamini Mungu, kwamba umjue na kumfahamu kwamba yeye Mungu ndiye atendaye haki na hukumu katika nchi. Hapo ndipo utakuwa na nafasi na kibali katika yeye Mungu. Mpendwa katika Bwana, sasa katika kile kitabu cha Mathayo 19 ule mstari ukianza kusoma wa 23 pale, soma mpaka 26 huko. Kulikuwa na kijana mmoja alimwendea Yesu akiwa anahitaji kumwambia kwamba anahitaji kulisi uzima wa milele. Yesu akamwambia, umeshika sheria? Akasema ndio, nimeshika vyote. Unaenda katika utumishi huu? Akasema ndio, ninaenenda. Akasema umeyafanya mambo yote? Akasema ndio, nimeyafanya. Kristo akamwambia nini? Akamwambia hivi, uza kila kitu ulicho nacho, uza vitu vyako vyote ulivyo navyo, alafu kisha unifuate. Yule mtu akakwazika kwa sababu ya neno lile. Ndipo Yesu akasema, ni rahisi sana ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni, au mtu aliye katika mwili kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ndio kauli ilikuwa inamaanisha kwa ujumla. Ni rahisi, ni ngumu sana mtu aliyebaki bado kushikilia mwili wake, kuutumaini mwili wake kuingia katika uzima wa milele kuliko mtu ambaye ameamua kuacha vile vitu vyote. Ngamia ataweza kupenya kwenye tundu la sindano, lakini huyo mtu hawezi. Ile kauli ikawaumiza wanafunzi, ndipo akasema, basi kwa maana hiyo hakuna atakayeweza kuokoka. Ndipo Yesu akawaambia, jambo hilo kwa wanadamu haliwezekani, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Mpendwa katika Bwana, tazama, walipiga hesabu, wakaangalia, wakaona hayawezekani. Katika ngamia kupenya kwenye tundu la sindano ni rahisi, lakini tajiri kuingia kwenye ufalme wa mbinguni ni ngumu. Akiwa anamaanishia kwa habari ya namna ambavyo mwanadamu amebaki kushikilia mwili, kwamba unatumainia mwili kwamba utampatia kila kitu, utampatisha utoshelevu na vitu vyote. Hauwezi kukusaidia kuingia katika ufalme wa mbinguni, bali roho ndio inaweza kukusaidia kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ile imani katika Kristo Yesu ndio inaweza kukufanya ukaingia katika ufalme wa mbinguni, na mambo yote yanawezekana. Akatolea mfano wa ngamia kuonyesha kwamba it's possible in the man's eye. Ni ngumu sana katika macho ya mwanadamu, lakini ni rahisi na inawezekana katika uweza wa Mungu. Mpendwa katika Bwana, ndio maana ukishuka mstari wake wa chini, Petro anamwambia Yesu, Bwana, tumeacha vyote tutapata nini? Tumekufuata wewe, tutapata nini? Anamwambia, kwa kuwa mmeacha vyote, mara 100 duniani, kisha uzima wa milele. It's possible to have things. Ni rahisi sana kupata vitu vyote, lakini na ufalme wa mbinguni mtaupata. Mpendwa katika Bwana, nataka nikusimulie story moja kabla hatujaendelea. Katika kile kitabu cha Hesabu, mstari ule mlango wa 11, kuanzia ule mstari wa 17, ukisoma kuanzia 16 mpaka 23 kule. Amina. Mungu, wale wana wa Israeli baada ya kumnungunikia Musa jangwani, na Mungu akamnungunikia, wakawa wanahitaji nyama. Mungu akamwagiza Musa, akamwambia Musa, katafute wazee 70 katika kabila za Israeli, kisha nitatia roho yako ndani yao. Manake nitawagawia roho yako ndani ya roho zao, alafu wataenda kufanya maamuzi juu ya watu hao, na kisha nitafanya neno. Musa akamwambia Bwana, tazama, je, hili jambo litawezekanaje? Tutaweza kuchinja makondoo maelfu gani ya kondoo? Tutaweza kuchinja ng'ombe wa aina gani ili kuweza kuwapatia hawa nyama? Mungu akamwambia Musa, fanya kama nilivyokuelekeza. Akasema, fanya kama nilivyokuelekeza. Unataka 23 pale ndo anasema, unataka kuniambia kwamba mimi Mungu mkono wangu umepunguka urefu, kwamba Mungu siwezi kufanya hivi vitu? Mimi Mungu ninaweza. Lisilowezekana kwenye macho yako wewe. Hapa ni jangwani, hakuna wanyama ambao mnataka kula, lakini ninaweza kuwalisha na kuwatunza. Kama niweza kuleta maana, niweza kufanya vitu, ni lugha wakilishi ambayo inamaanisha hivyo. Mungu akimwambia Musa kwamba mkono wangu umepunguka urefu, kwamba ukumbuki nilivyowafanya huko, nilivyowapatia maana, nilivyowalisha, nilivyowatunza, bahari ya Shamu zikapasuka na vitu vingine vikatendeka. Ni ukuu wa namna ya ajabu. Mpendwa, na hili jambo pia Mungu amekulisema katika Isaya 50 mstari wa 2 ule pale. Akasema, mbona nilipokuja sikukukuta? Mbona nilipoita hakuna aliyeitika? Unataka kuniambia kwamba mkono wangu una nguvu? Unataka kuniambia kwamba mkono wangu sio mrefu? Kwamba Mungu sikukufikia? Hapana, bali kukaa kwenye ile nafasi. Kwa hivyo, yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Mpendwa katika Bwana, tuendelee. Sasa
Nimetolea mfano huo wa Musa ili kuweza kuelezea, kuhusisha ili jambo. Sasa mpendwa, yatupasa kufanya nini? Yatupasa kumfahamu Mungu na kumjua Mungu, yaani kwa kumwamini. Ili tuweze kuyaweza mambo yote, tuweze kuyafisha mambo yote, yatupasa kutembea katika namna hiyo. Ndio maana anasema Paulo katika Wafilipi 4 ule mstari wa 13 anasema, nayaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Hivyo kumbe ninaweza mambo yote katika Kristo, katika imani. Katika hiyo imani ndipo ninaweza mambo yote, mpendwa katika Bwana. Basi inakuwa vipi? Anasema pia katika Waefeso 3 ule mstari wa 20, na atukuzwe yeye Mungu awezaye kuyafanya mambo ya ajabu mno kuliko tuyawazayo, kuliko tuyaombayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Anaweza mambo yote. Hatuwezi katika sisi, hatuwezi katika namna yetu hii, kwa sababu sisi akili zetu zinaishia hapa, akili zetu zinaishia hapo. Anasema akili za mwanadamu zinapoishia ndipo za Mungu zinapoanzia, mpendwa katika Bwana. Na anasema akili yangu si kama akili ya wanadamu, na njia zangu si kama njia za wanadamu. Kwa hivyo atukuzwe yeye Mungu ambaye anafanya mambo ya ajabu kuliko tunayoyaomba, kuliko tunayoyawaza, kwa kadri ya nguvu yake inayotenda kazi ndani yetu, mpendwa katika Bwana. Huko ndiko tutaweza kushinda. Hapo ndipo yanawezekana mambo yote. Hapo ndipo unawezekana utimilifu wote. Hapo ndipo unawezekana ukamilifu wote. Katika wanadamu hatukamiliki, bali katika Mungu sisi ni wakamilifu. Katika Mungu sisi ni wasafi. Katika Mungu tunaweza mambo yote, katika yeye atutiae nguvu. Mpendwa katika Bwana, unasumbuliwa na nini kwenye maisha yako? Ni nini ambacho kinakutabisha kwenye maisha yako mpendwa? Je, ni dhambi? Je, ni uzinzi? Je, ni uasherati? Je, ni jambo la namna gani ambalo ni gumu, ambalo linakutabisha mpendwa? Katika akili zako hauliwezi hilo jambo, bali ukimpa Mungu hilo jambo, ukiamini kwamba Mungu anaweza kuliondoa hili jambo, hilo jambo litaondoka. Kumbuka Warumi 13, tukiishi kwa kufata mambo ya mwili tutataka kufa, bali tukiafisha matendo ya mwili kwa Roho tutaishi. Kuyafisha matendo ya mwili kwa Roho ni kuacha kutumaini nguvu zako, ni kuacha kutumaini pesa zako, ni kuacha kutumaini kima yako au akili yako, bali mjue Mungu, ishi katika Mungu. Huko ndiko kuliko na uzima, huko ndiko kuliko na kufunguliwa, huko ndiko kuliko na kibali, huko ndiko kuliko na nafasi unayoitaka, mpendwa katika Bwana. Basi kama una jambo hilo linakusumbua, naomba tuombe pamoja nami siku ya leo. Niombe pamoja nawe mpendwa katika Bwana. Nifuatishe maneno haya. Sema, Mungu, nimekuja mbele zako. Ninahitaji wema wako na kibali chako. Mungu, mimi katika mwili wangu, katika akili zangu, katika nguvu yangu siwezi jambo lolote, bali katika wewe Kristo Yesu ndiyo ninaweza mambo yote. Mungu, hakika nimejua fahamu zangu zilikuwa zikinidanganya muda mwingi. Nguvu zangu zilikuwa zikinidanganya muda mwingi. Mali yangu ilikuwa ikinidanganya muda mwingi. Lakini Bwana, kwa kuwa nimeijua kweli Bwana, kwamba Mungu mwenye nguvu, lisilowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu linawezekana. Lisilowezekana kwa mwili, kwa Roho linawezekana. Bwana, nimekuja kwako. Yesu, Mungu wangu, uniguse, unioshe. Ninaamini kwamba Bwana, ninaweza mambo yote katika wewe unitiaye nguvu. Utukuzwe Mungu ndani yangu, uweze kufanya mambo ya ajabu kuliko niliyoyaomba yote, kuliko niliyoyawaza yote, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yangu. Asante Mungu wa mbinguni, ninakushukuru Bwana, kwa kuwa Bwana ninakujua sasa na ninakuamini Bwana na ninakufahamu Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Mpendwa katika Bwana, Yesu Kristo amewahi kuambia wanafunzi wake kwamba bila mimi hamwezi neno lolote. Ni kweli kabisa, bila Kristo hatuwezi jambo lolote. Hakuna aliyeenda kumchukua Kristo kumleta, bali yeye Mungu alitupenda sisi kwanza. Hivyo anaweza mambo yote kwa sababu anatujua vema. Anakujua vema, ananijua vema, mpendwa katika Bwana. Basi natumaini video hii imekuwa ni ya baraka kwako, na kama imekuwa ni ya baraka kwako, usahau kulike, kucomment, kushare na watu wengine ili waweze kupata video hizi mara kwa mara pindi tunapoziupload, mpendwa katika Bwana. Pia usisahau kusubscribe channel yetu hii ya Trust the Gospel. Tuamini injili wakati umekwisha. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.